Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Rafiki, Bwana Yesu apewe sifa. Mtu wa Mungu, nichukue fursa hii kukukaribisha tena siku yetu ya leo katika mafundisho yetu mazuri ya neno la Bwana, neno la Mungu kupitia channel yetu hii. Hongera wewe ambaye unapata nafasi hii ya kujiunga na mafundisho haya. Karibu sana, uko mahali pazuri, mahali penye uwepo wa Mungu, mahali palipobebeshwa masuluhisho na majibu ya mambo mbalimbali ambayo unamuuliza na umekuwa ukiyatafuta kutoka kwa Bwana. Ni siku nyingine tena hii tunapata nafasi ya kusikia mafundisho ya neno la Mungu, na imani yangu nilio nayo katika Bwana ni ya kwamba hautabaki ulipokuwepo. Kuna mahali ambapo Mungu atatuvusha tena siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kupoteza wasaa, nipende kupata dakika kadhaa za kuweza kumsihi Mungu kwa ajili yako, kwa ajili ya kipindi hichi, alafu tuweze kuendelea na ile somo ambalo tunalo siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya wasaa huu. Asante kwa ajili ya watu wako ambao wamejiunga kwa ajili ya kusikiliza mafundisho ya neno lako la uzima. Ni katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, asante maana utakuwa pamoja na sisi mwanzo hata mwisho. Utajidhihirisha katikati ya maisha yetu kama jibu, utajidhihirisha kama baba, utajidhihirisha kama kiongozi, utajidhihirisha kama nguvu ya Mungu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunajikabidhi mikononi mwako. Anza na kumaliza nasi kwa utajiri wa utukufu wako. Amen. Amina sana. Somo ambalo tunalo kwa siku njema hii ya leo lina kichwa kinachosema pigana vita za ndani ili uweze kufungua hatua zako zinazofuatia. Pigana vita vya ndani ufungue hatua zako zinazofuatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila hatua kubwa ambayo utaifanya kwenye maisha haya itahusisha upinzani wa namna moja ama nyingine, hasa katika ulimwengu ule usioonekana. Maandiko matakatifu Paulo amekazia mara mbili akizungumza kwa habari ya vita za kiroho. Akawa anazungumza, anasema kupigana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, pamoja na juu ya jeshi la mapepo wabaya. Lakini pale mahali pengine tena katika kitabu cha Wakorinto, maandiko matakatifu yakawa yanaweka wazi aina ya silaha tulizo nazo, kwamba silaha zetu sio za mwili, lakini zina uwezo katika Mungu kuangusha ngome, kuteka nyara, ili kuweza kuhakikisha kila fikra inapata kumtii yule Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ni maandiko ambayo yanaweka wazi kabisa maisha yetu kama wanadamu yamezungukwa na vita vya kiroho, lakini vita vya kiroho sehemu kubwa utavifanya ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo Mungu anatupa nafasi ya kujifunza kwa habari ya pigana vita za ndani ili ufungue hatua zako zinazofuatia. Nasema mambo mawili kuhusiana na vita vya ndani. Jambo la kwanza, vita ya ndani ni vita ambayo inapiganwa muda wote. Huhitaji utoke nje ya nyumba yako ili shetani aweze kukuletea kadhaa fulani. Huhitaji utoke nje ya chumba chako ili uweze kuletewa shida fulani. Manake adui anacheza na mawazo yako, anacheza na fikra zako kwa ajili ya kuhakikisha anaingiza shida au tabu ambayo itakurudisha nyuma, au ambayo itakufanya ufanye makosa fulani, na mwisho wa siku ushindwe kukutana na ukamilifu wa baraka zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni vita ambayo inapigana ndani, katika fikra na mawazo yako ndani,
katika moyo wako, na mwisho wa siku inakuwa ina matokeo katika ulimwengu huu wa damu na nyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilitamka maandiko machache, lile la Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 3 hata wa 5. Huu nitausoma. Nao unasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha zetu za vita vyetu sio za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na hili la Waefeso linazungumza ile sura ya 6 mstari wa 12, naweka wazi sasa kama vita vyetu sio juu ya damu na nyama, wapi tuna au sio katika mwili, tunapigana na nani? Nasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna vitu viwili hapo. Jambo la kwanza, vita yetu sehemu kubwa sana sio katika mwili. Jambo la pili, imewataja sasa watu ambao au viumbe au upande wa pili ambao tunapigana nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haijalishi unapitia kitu cha namna gani, haijalishi umekorofishana na nani, haijalishi nani amekufanyia nini, sehemu kubwa ya hayo matokeo unayoyaona yanakusumbua yameanzia katika ulimwengu wa roho. Kwa maana somo tulionalo linasema, pigana vita vya ndani ili ufungue hatua zako zinazofuatia. Stori ambayo tutakaa nayo kwa muda mrefu, maandiko matakatifu haya ni kutoka katika kitabu hiki cha Samueli, ile sura ya kwanza, sura 17, Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 4 hata ule wa 16. Alafu nitaruka na kusoma mistari mingine miwili. Samueli wa kwanza sura ya 17 kuanzia mstari wa 4 hata 16, alafu nitaruka nitakusomea 23 na 24, alafu tutaendelea. Unasema, wakati huo Wafilisti walikusanya majeshi yao kwa vita, nao wakakusanyika huko Soko ulio mji wa Yuda, wakatua kati ya Soko na Azeka katika Efes Damimu. Naye Sauli na watu wa Israeli wakakusanyika, wakatua katika bonde la Ela, nao wakapanga vita juu ya hao Wafilisti. Wafilisti wakasimama juu ya mlima upande huu, na Waisraeli wakasimama juu ya mlima upande huu, napo palipokuwa na hilo bonde katikati. Ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti aliitwa Goliati wa Gathi, ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6 na shibiri 1. Alikuwa na chapeo ya shaba kichwani, tena amevaa daria ya shaba, na uzani wake ile daria ya shaba ulikuwa shekeli 5,000 za shaba. Tena amevaa mabamba ya shaba miguuni mwake, naye alikuwa na mkuki wa shaba katika mabega yake, na mti wa fumo lake ulikuwa kama mti wa mfumaji, na kichwa cha mkuki wake kilikuwa shekeli 600 za chuma uzito wake. Na mtu aliyemchukulia ngao yake akamtangulia, naye akasimama akawapigia kelele majeshi ya Israeli, akawaambia, mbona mmetoka kupanga vita? Je, mimi si Mfilisti na ninyi si watumishi wa Sauli? Jichagulieni mtu akanishukie mimi, kama akiweza kupigana nami na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenu, nami nikimshinda yeye na kumuua, ninyi mtakuwa watumwa wetu
na kututumikia. Mpaka hapo tunaona kwa habari ya Wafilisti pamoja na Israeli, na huyu shujaa wa Wafilisti amejitokeza akatoa masharti ya kuipigana hii vita. Akamwambia, nyie mkitushinda tunakuwa watumwa wenu, tukiwashinda mnakuwa watumwa wetu. Naendelea mstari wa 10. Yule Mfilisti akasema, na yatukana leo majeshi ya Israeli, nipeni mtu tupigane. Basi Sauli na Israeli wote waliposikia maneno ya Mfilisti wakafadhaika na kuogopa sana. Basi Daudi alikuwa mwana wa yule Mwefrathi wa Bethlehemu ya Yuda aliyeitwa Yese, naye huyo alikuwa na wana 8, na yeye mwenyewe alikuwa mzee wa siku za Sauli na mkongwe miongoni mwa watu. Nao wale wana 3 wa Yese waliokuwa wakubwa walikuwa wamefuatana na Sauli kwenda vitani. Na majina ya hao wanawe 3 waliokwenda vitani ni hawa: mzaliwa wa kwanza Eliabu, wa pili Abinadabu, na wa 3 Shama. Naye Daudi alikuwa mdogo wa wote, na hao 3 walikuwa wakubwa, wakafuatana na Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Basi Daudi alikuwa akienda na Sauli na kurudi ili awalishe kondoo za baba yake, naye yule Mfilisti ukaribia asubuhi na jioni akajitokeza siku 40. Mstari wa 17, ndipo Yese akamwambia Daudi mwanaye, haya sasa uwachukulie ndugu zako efa ya bisi na mikate hii 10, ipeleke upesi kambini kwa ndugu zako, ukampelekea akida wa 1000 yao jibini hizi 10, ukawaangalie hali gani, kisha uniletee jawabu yao. Basi Sauli na watu wote wa Israeli walikuwa katika bonde la Ela wakipigana na Wafilisti. Mstari wa 19 tutaishia hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwa habari ya historia ya Daudi wakati anaanza kutokeza, wakati Mungu anaanza kumsogeza ili aweze kupambana na kupigania lile shauri ambalo Mungu alikuwa ameliinua kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwa habari ya kulikuwa na hii mvutano kati ya Wafilisti pamoja na Israeli. Wafilisti wakiongozwa na kiongozi wao na bwana Goliath alijitokeza mbele, lakini huku Israeli mfalme Sauli ndo alikuwa mwenye mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona jinsi ambavyo Goliath kwa kutumia maneno alijitokeza na akaweza kuliparalyze lile jeshi zima la Israeli kwa vitisho vingi na ule mwili aliokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka wakati huu ambako tunaona jinsi ambavyo Daudi alijitokeza, tena alikuwa sio mwanajeshi bali alienda kupeleka chakula kwa ndugu zake. Tunaona kabisa jinsi ambavyo Mungu alianza kumtengenezea mazingira na hatimaye Daudi akaja kuibuka kuwa shujaa aliyesaidia ushindi katika kambi hii ya wana wa Israeli. Utaisoma hii story kwa wakati wako vizuri, lakini mimi nitakusomesha machache kwa Roho Mtakatifu yale ambayo yatakusaidia, alafu mwishoni tutakwenda kuomba. Jambo la kwanza, kila umiliki wa baraka fulani utatokana na kushinda vita dhidi ya wanufaika wa hiyo baraka kwenye maisha yako. Kila umiliki wa baraka fulani utadhihirika baada ya kushinda vita dhidi ya wanufaika wa hiyo baraka kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka ile 33 mstari wa kwanza na wa pili inazungumza kwa habari ya Mungu na kuwarithisha baraka wana wa Israeli. Pamoja na ugumu wa mioyo yao, akasema nyinyi ni watu wenye shingo ngumu, lakini nitawapa malaika. Hakuacha waende wenyewe. Nitawapa malaika kwa sababu watawasaidia kuwaondoa Miebusi, Mwamori na nani, yale mataifa ambayo yalikuwa yamekaa sehemu zile za baraka zao. Bwana Yesu asifiwe. Ni moja tu ya maandiko mengi sana ambayo yanadhihirisha kibiblia kabisa kwamba hakuna baraka ambayo utairithi pasipo kupigana vita kwa namna moja ama nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikupe mfano rahisi. Mungu ameweka mzigo ndani yako na ukaamua kuchukua hatua kwa mimi nafungua biashara pale Temeke. Bwana Yesu asifiwe. Unavyofungua biashara yako labda ya kuuza chakula,
wale wateja ambao wanakuja mahali pale, uwe na hakika hawakuanza kula siku ile ambayo umefungua biashara. Kuna mahali ambako walikuwa wanakula. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utakavyoanzisha ile biashara yako, kuna mahali patapungua wateja, alafu watakuja kwako. Na kila mtu ana miungu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uwe na hakika katika ulimwengu wa kiroho panaanza kuwa na mvutano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwenye nguvu ndio atakayeshinda. Na ndivyo ilivyo katika maeneo yote ya maisha. Chochote kile ambacho utaanza, Mungu atakupa kukianza. Uwe na hakika kuna watu ambao walikuwa wanafanya hicho kitu katika mazingira hayo yanayokuzunguka. Kuna namna moja watu watatoka huko watakuja kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kila umiliki wa baraka yoyote utatokana na kushinda vita dhidi ya wanufaika wa hiyo baraka. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la kwanza ambalo natamani ujue. Maana wako watu ambao wanajiuliza, kwa nini mimi vita vyangu na mizimu, vita vyangu na wachawi vinakuwa viishi, na kwa kila siku nahangaika kwenye aina hii ya maisha? Kwa nini vita vyangu vinakuwa haviishi? Kwa nini kila nikitaka kukua, kila nikitaka kufikia hatua fulani kubwa, basi kunakuwa kama kuna mivutano mingi ya mimi kuweza kufika pale? Bwana Yesu asifiwe. Moja ya jibu ambalo naweza nikakupa katika Bwana ni kwamba kila umiliki wa baraka fulani utahusisha vita, kwa sababu dhidi ya wanufaika ambao walikuwa wananufaika na hiyo baraka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mtume Paulo akaweka wazi kuhusiana na vita, akasema kushindana kwetu, maana kuna hali ya kushindana ambayo hatushindani na muamini mwenzio. Inayoshindana ni miungu ambayo iko nyuma ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wala usije kumtizama mwenzio kama mshindani wako. Ni moja ya namna ambayo shetani anatuingiza kwenye mivutano, kwenye mashindano wanadamu watakatifu ambayo haipo. Kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili. Hiyo mifumo ndio inayofanya vita na mwanadamu. Kwa hiyo popote unapotaka kurithi baraka fulani, Mungu amekutamkia mambo mazuri ambayo unamfuata Mungu ili aweze kudhihirika. Uwe na hakika hiyo mifumo itatengeneza watu na itatafuta watu kwa ajili ya kupingana na wewe. Kwa hiyo kila umiliki utahusisha kupigana vita na kushinda dhidi ya mifumo iliyokuwa inanufaika na hiyo baraka. Jambo la pili la kuzingatia ili tusaidie kwenye kupigana vita na kushinda na kufungua hatua zetu zinazofuatia. Jambo la pili, mtumishi wa Mungu, adui huweza kutumia muonekano wa nje ili kukuingizia hofu na kukukatisha tamaa ya kupambana au kumsogelea. Adui huweza kutumia muonekano wa nje ili kukukatisha tamaa ya kumsogelea au kujaribu kupambana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii sura 17 kuanzia ule mstari wa 4 hata wa 7 kwa habari ya Wafilisti pamoja na wana wa Israeli. Tunaona jinsi ambavyo maandiko yalichukua muda kwa ajili ya kuonyesha jinsi ambavyo Bwana Goliati alikuwa amejiweka, jinsi ambavyo alikuwa amejikoki, jinsi ambavyo alikuwa na muonekano mkubwa na wa kutisha. Muonekano wake tu ilikuwa ni silaha tosha ya kivita, ilikuwa ni propaganda tosha ya kuweza kunyong'onyesha maadui. Ngoja nikusomee hii mistari alafu tuendelee. Naye nasema ule mstari wa 14 mstari wa 4 hadi wa 7. Nao nasema, ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti aliyeitwa Goliati wa Gathi, ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6 na shibiri 1. Alikuwa na chapeo ya shaba kichwani, tena amevaa diria ya shaba. Uzani wake ile diria ya shaba ulikuwa ni shekeli 5,000 za shaba. Tena amevaa mabamba ya shaba miguuni mwake, naye alikuwa na mkuki wa shaba katika mabega yake. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na hayo bado akawa na lingao ambalo linabebwa na msaidizi wake. Kwa hiyo Bwana kwa muonekano tu alikuwa na muonekano ambao tayari unakunyong'onyesha wewe ambaye uko
upande wa pili kwa ajili ya kupingana au kupigana naye. Bwana Yesu asifiwe. Nini ambacho najaribu kuelezea mtumishi wa Mungu? Nguvu za giza wana mtindo wa kutengeneza hiyo mtizamo ndani ya mtu ili kujaribu kukatisha tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweka mzigo ndani yako kwa ajili ya kufungua biashara fulani. Anaweka mzigo ndani yako kwa ajili ya kufungua NGO fulani. Jambo la kwanza ambalo shetani akishashtuka kwamba hayo ndio maono ambayo unafukuzana nayo, atajaribu kutizamisha wale wakubwa katika hilo eneo. Kama unataka uingie kwenye biashara, atakutizamisha watu ambao wanafanya aina hiyo ya biashara ambao wameshafanikiwa, alafu anaanza kukulinganisha. Sasa na wewe unafungua biashara vipodozi. Fulani amefungua vipodozi. Utaweza wewe? Fulani mwenyewe amefungua na sasa hivi ana struggle. Unaona anavyohangaika mtandaoni, anavyopost. Wewe utaweza? Kwa kazi ya adui ni kutumia muonekano wa nje ili kuingiza hofu ndani yako na kukatisha tamaa usiweze kusogelea mlima wako na kuweza kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana maandiko mahali pengine anasema tunaenenda kwa imani na sio kwa kuona. Bwana Yesu asifiwe. Maana Roho Mtakatifu anajaribu kuvuta akili zetu kwenye kumtizama yeye na kile alichosema dhidi ya mazingira yoyote ambayo yanakuwa yanafanya upinzani dhidi ya kile ambacho tunakielekea. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na hakika unapoanza kusogelea aina yoyote ya maono, mradi wowote ambao unataka kufanya. Jambo la kwanza, kama shetani anataka kufanyia upinzani, atakuonyesha wababe ambao wanafanya ile kazi. Au mbaya zaidi, atakuonyesha wababe ambao wamefanya ile kazi afu wakafeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uwe na hakika shetani atatumia muonekano wa nje ili kujaribu kukatisha tamaa, usimsogelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jambo la pili, adui huweza kutumia muonekano wa nje ili kukuzuia usimsogelee au usisogee kwa ajili ya kuchukua hatua. Nakumbuka kuna kipindi nilifanya interview moja ya kazi kwenye benki moja, waliitisha interview, pata nafasi pale, kaenda kufanya interview. Ilikuwa ni aina kazi ambayo sijawahi kufanya, ilikuwa ni eneo jipya ambalo sijalifanyia kazi kabisa. Nikasema ngoja nijitose nikajaribu hii kazi. Bwana Yesu. Na nimefika pale na ujasiri, nimejipanga, nimejikoki. Sasa bwana, kitu kilichotokea baada ya kufika, nakuwa mnakaa nje nasubiria wito mmoja mmoja kwa ajili ya kwenda kufanyiwa hayo mahojiano ya kazi. Wakafika wapendwa wengine ambao kadhaa. Baada ya kufika wale jamaa wakaanza kuzungumza, ndio nikagundua kwamba wanafahamiana. Baada ya kuona kwanza wanafahamiana, nikawa curious, hao jamaa wanafahamiana, wametokea upande gani? Kwenye kuhojiana nikagundua kwamba wao wana uzoefu zaidi wa kutosha sana na hii kazi ambayo hata kuifanya sijawahi kuifanya. Wao wana uzoefu wa kutosha sana. Alafu sikuwa nimejiandaa kiakili kwa aina hiyo ya interview. Najua itakuwa ni entry level, maana tunaingia wote tunapambana. Nikakuta ni watu ambao wana upana na hilo eneo. Wametoka kwenye taasisi ambazo ziko na hadhi kwenye hilo eneo la kufanya kazi. Ghafla tayari nikaingiwa na hali fulani. Kuanzia pale ile hamu ya interview ikaondoka. Nguvu ya kufanya interview ikaondoka. Nikaanza kuwaza namna gani natoka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli kuanzia swali la kwanza mpaka swali la mwisho sikufanikiwa chochote, nikisema nijijaji mwenyewe. Tangu swali la kwanza najiona kabisa akili haipo, naona kabisa hii nafasi sio ya kwangu. Nilijikuta nimetokewa na hali ambayo sikuwahi kukutana nayo. Nini ambacho kimetokea? Nataka nikueleweshe. Adui atatumia muonekano wa mambo ya kwa nje ili aweze kukuingizia wewe hofu, usijaribu hata kusogelea au kusogelea eneo ambalo limebeba mpenyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, adui huweza kutumia maneno kama silaha ili kuvunja nguvu ya umoja na kuharibu ukubwa wa jambo. Adui huweza kutumia maneno kama silaha ili kuvunja nguvu ya umoja na kuharibu ile ukubwa au uzito wa upinzani wake. Bwana Yesu asifiwe. Mhubiri ile 4:9 na 10 inazungumza, inasema wawili ni bora kuliko mmoja, maana wapata ijara njema ya kazi yao. Wawili ni bora kuliko mmoja, maana wapata
ijara njema ya kazi yao. Maandiko kitabu cha Mathayo sura 18 kuanzia mstari wa 18 mpaka 20 inaweka tena kuonyesha nguvu ya umoja. Inazungumza kwamba wawili wenu watakapopatana juu ya jambo watakaloliomba, Mungu atafanya. Kwa hiyo iko nguvu ya umoja ambayo adui atajaribu kuitoa, atajaribu kuivunja kwa kutumia maneno. Unavyojifunza habari hizi ya kupigana vita vya ndani, uwe na hakika moja ya eneo ambalo adui atajitahidi kuliharibu ni kuharibu nguvu ya umoja ambayo inakubeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo linalofuatia la 5, tunamshinda Goliati tunapokuwepo kwenye jukwaa sahihi. Tunamshinda adui au Goliati tunapokuwa tumesimama au tunapigania kwenye jukwaa sahihi. Sawa, tunashindana na Goliati uso kwa uso na kumshinda tunapokuwa kwenye jukwaa sahihi. Vita ina eneo la kupigania. Tunaona kwa habari ya Wafilisti pamoja na Israeli, kuna mahali walikutana, mlima wa huko na mlima wa huko, lakini kwa na eneo ambalo wamekutania, na hilo eneo ndilo lilozaa ushindi upande wa Daudi na likampa hatua yake inayofuatia. Kwa nini nasema hivi? Sio kila vita inapaswa uipigane. Sio kila vita inakuhusu. Sio kila vita ambayo imebeba ukuu au imebeba hatua zako. Ilimbidi Daudi amsikilize baba yake apate nafasi ya kwenda vitani. Tena vitani kwenyewe wanajeshi walikuwa ni kaka zake. Yeye ndo akapata nafasi pale ya kupigana na ikafungua hatua ya kuingia kwenye ufalme. Ni lazima Mungu atufungulie mahali, atufungulie jukwaa ambalo tutapigania jukwaa hilo. Na hilo jukwaa ndo limebeba hatua yetu au hatua yako inayofuatia. Kwa tunashindana na Goliati uso kwa uso na kumshinda tunapokuwa kwenye jukwaa sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuone kidogo kimaandiko. Kwenye hii sura ya 17 mstari wa 48 na 49. Na kitu tutatuonyesha hapa 48 na 49 tunasema, ikawa hapo Mfilisti alipojiinua akaenda akamkaribia Daudi, ndipo Daudi naye akapiga mbio akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatwaa humo jiwe moja akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamwingia kipajini, akaanguka chini kifudifudi. Haya mapigano yalitokea mahali. Ni lazima kuna mahali ambako Daudi ilimpaswa awepo katika wakati fulani. Ndipo akamkuta Goliati, na ndipo ilipokuwa ufunguo wa yeye kuingia jeshini na yeye kuja kupaka mafuta kama mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa liko jukwaa ambalo Mungu huwa anaachilia, na ndilo linalofungua hatua tunayofuatia. Kwa hiyo hatupigani kila vita, mtumishi wa Mungu. Shetani anamtaka kupoteza muda. Unaweza kaa huko mahali unagombana na watu, lakini sio mahali pako pa kuweza kupambana. Yesu asifiwe. Wako watu ambao wamebanwa kwenye mazingira yasiyo yao. Wako watu wako kwenye ajira, lakini hakika jukwaa lao ni biashara. Wako watu wako kwenye biashara, lakini hakika jukwaa lao ni jukwaa la ajira na utumishi, katika utumishi wa umma, utumishi katika kampuni fulani. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima Mungu akukutanishe na jukwaa sahihi. Utakapopigana katika jukwaa sahihi, ndilo litakalofungua hatua yako inayofuatia. Naona vile vile kwa habari ya Daudi pamoja na Goliath. Jukwaa linaweza likawa ni madhabahu vile vile. Jukwaa linaweza likawa ni kazi mpya. Yuko mtu ambaye ni lazima utoke kwenye hiyo madhabahu, uungane na madhabahu nyingine ambayo Mungu amebebesha majibu yako. Yuko mtu ambaye lazima utoke kwenye ajira ulio nayo, uingie kwenye ajira nyingine ambayo Mungu amebebesha hatua yako inayofuatia. Ni lazima Mungu atufungue. Na moja ya kazi ambayo Roho Mtakatifu ataifanya kupitia huduma hii ya siku ya leo
ni kukufungua macho ili upate kujua jukwaa lililobeba hatua yako inayofuatia. Roho Mtakatifu huyu ambaye umeanza kumsikiliza tangu alivyoanza kukufundisha kwa habari ya kupigana, ndio yeye atakaye kuchukua na kukufungua macho. Yuko ambaye atapokea ujumbe wa kinabii, yuko ambaye atapokea kwa njia ya ndoto, yuko ambaye neno hili tunavyozungumza Roho Mtakatifu ataanza kumsukuma ndani kwamba hapa sasa hivi nimfanye kitu fulani, na huko ndiko kutaka kufungua jukwaa ambalo limebeba hatua inayofuatia. Hatupigani kila vita. Bwana Yesu asifiwe. Ziko vita zinazotuhusu na vita hizo ndio zimebeba hatua nyingine. Ukiona unapigana vita ya muda mrefu isiyoisha, miaka nenda miaka rudi, huenda hauko eneo lako sahihi, huenda hauko katika jukwaa sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Hatujui elimu muda gani Bwana Daudi hapa, lakini ninachokijua ni kwamba alitoka nyumbani kwa ajili ya kupeleka chakula kwa kaka zake. Kupeleka chakula akakutana na tatizo ambalo linahitaji masuluhisho. Tatizo hilo baada ya kulisuluhisha ndio limefungua mlango yeye kupata ajira yake kama mwanajeshi. Utaona huko mbele Sauli baada ya hapo hakumruhusu hata kurudi nyumbani. Maana yake ilikuwa ndio nitoki, maisha yake yaligeuka baada ya pale. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza na mtu ambaye mpigana vita muda mrefu. Umekaa kwenye hiyo vita ya muda mrefu ya kupata kazi. Roho Mtakatifu afungue macho yako na kuonyeshe kitu cha kufanya, ambacho hicho kitu ndio kimebeba utukufu wako, ambacho hicho kitu ndio kimebeba hatua yako. Wako watu ambao wametumika muda mrefu wakimtumikia Mungu katika madhabahu mbalimbali, wakiamini kabisa ndio njia yao ya kutoka. Mungu anawaita kutumika katika madhabahu, lakini Roho Mtakatifu ameshuka kwa ajili yako akikuelekeza. Huenda kuna mahali ambako Mungu amekuandalia. Kweli utumishi, Mungu anapenda umtumikie kupitia madhabahu, ni jambo zuri, lakini huenda na kitu kingine ambacho ni kizuri zaidi kwako. Ndivyo alivyokutengeneza wewe. Huenda hataki hata usimame madhabahu ushike mic. Huenda na kutamani mahali ambako utashika kama kiongozi. Kwa hiyo ni kiongozi wa kisiasa, kiongozi wa nchi. Hapo ndo mahali ambako utukufu wako upo. Hapo ndo mahali pa kupigana vita zako na kuona matokeo. Roho Mtakatifu akakusaidia mtumishi wa Mungu. Na ninakuombea katika jina la Yesu. Popote ambako umeshikiliwa kupigana vita zisizokuhusu, mkono wa Mungu ukakuchomoe na kukufikisha katika jukwaa linalokuhusu katika jina la Yesu Kristo. Tunashindana na Goliati uso kwa uso na kumshinda tunapokuwepo kwenye jukwaa sahihi. Jambo la 6. Ni mpaka utakapomwangusha Goliati ndipo atakapoinuka wengine kwa ajili ya kukusaidia. Ni mpaka utakapomwangusha Goliati wako ndipo atakapoinuka wengine wa upande wako kwa ajili ya kukusaidia. Nasema na mtu ambaye anatafuta support ya shughuli yake. Mradi wako unatamani kufanya na umekuwa ukiamini kabisa huu mradi ni mradi mzuri. Nasema na mtu ambaye anatarajia kufungua NGO, akiamini kabisa NGO hii ni idea nzuri ambayo itampa hatua fulani. Na umekuwa ukitafuta wadau wa kushika mkono, kuunga mkono, marafiki, jamaa, na hakuna hata mmoja anayeonyesha nia. Nataka nikuhakikishie, utakapopiga vita vizuri na kuishinda, ndipo ambako Mungu atainua hao watu. Hao watu wanasubiria tu mazingira yawe mepesi ndani ya mioyo yao waweze kukusogelea. Huenda upinzani unaowazuia ni vitisho ambavyo Goliati wako anaachilia katika ulimwengu wa roho, kwamba yote atakayesogea nitamtafuna, nitammaliza. Ndivyo ilivyokuwa kwa wana wa Israeli wakati ambapo Goliati amewasimamisha mahali siku 40. Hakuna mmoja aliyechukua hatua ya kusogea mbele kwa ajili ya kwenda kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Ili mlazimu Mungu amlete Daudi hapo. Baada ya Daudi kumwangusha Goliati, ndipo wengine walivyoinuka na kwenda kushambulia sasa, na wakachukua mali na wakachukua vitu ambavyo vilikuwa viko upande wa Wafilisti. Bwana Yesu asifiwe. Yuko mtu ambaye anajiuliza kwa nini sipati support ya watu kwenye idea wazo langu hili. Nina wazo zuri la biashara, sipati support. Nyumbani kwenyewe hawataki hata nifanye biashara, wanaonekana kama nimepotea. Bwana Yesu asifiwe. Utakapofanikiwa kumwangusha Goliati wako, uwe na hakika baada ya hapo wote wataungana na wewe. Wote sahihi ambao ni wa safari yako wataungana na wewe na utaona wepesi na hatua zako zitasonga mbele. Yuko mtu ambaye amekata tamaa akiamini kwamba huenda amekosea, na ananisikiliza saa hii. Hujakosea.
Roho Mtakatifu yuko tayari kwa ajili ya kutia moyo na kushika mkono hivyo hivyo ulivyo. Endelea kukaza kwenye hayo maombi, na nguvu ya Mungu itakusaidia. Sikiliza ujumbe huu mpaka mwisho. Nguvu ya Mungu itakusaidia na hautaangukia hapo. Utafikisha mwisho wazo lako, litaleta matokeo, utavuka, na sisi tutakufurahia katika jina la Yesu Kristo. Ni mpaka Goliati atakapoanguka ndipo watu wako watakapoinuka kwa ajili ya kukuunga mkono. Isaya aliandika katika ile sura ya 6 ya kitabu cha Isaya mstari wa 1, alipokufa mfalme Uzia na alimuona Bwana. Ilibidi Uzia afe ndipo Isaya aweze kupata mpenyo. Bwana Yesu asifiwe. Hali kadhalika iko hivyo kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Ni lazima ushinde hiyo vita. Ni lazima huyo adui aliyekaza, ni lazima hiyo nguvu ya ushirikina ambayo ilikuwa imekaa muda mrefu kwenye mazingira yako iweze kuanguka na kupisha njia, ili sasa wainuke na watu wengine kwa ajili ya kukuunga mkono. Ni lazima hiyo vita ya mizimu ambayo imetesa vizazi na vizazi vyenu wewe uweze kupita, ndipo na wengine watavuka na kuona matokeo. Ni lazima ufanikiwe kwenye hiyo vita, ndipo watu waanze kuolewa na kuoa katika nyumba yako. Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima Goliati wako waweze kuanguka ili upate hao watu kuweza kukuunga mkono. Jambo la 7, unachohitaji kwa ajili ya hatua inayofuatia tayari kiko katika uwezo wako. Endelea kunyenyekea katika mifumo ambayo Mungu ameiweka kwenye maisha yako. Kila unachohitaji cha kuingia hatua yako inayofuatia tayari kiko katika mazingira yako. Endelea kunyenyekea kwa Mungu na mifumo aliyoweka kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko mahali yanasema, muamini ni Mungu upate kuthibitika, waamini manabii wake upate kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Yako mambo ambayo Mungu anahusika nayo, lakini yako mambo ambayo ameweka kwenye mfumo wa mwanadamu. Sitafanya jambo pasipo kuwataarifu watumishi wangu manabii. Ndivyo Mungu anavyosema katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo yako mambo ya maisha yako ambayo yatapitia katika mfumo fulani ambao umekuzunguka. Anaweza kuwa mchungaji wako, anaweza kuwa ni kiongozi wako pale ofisini, ndio atakayepitisha ajira yako, ndio atakayepitisha maoni mazuri kuhusiana na ajira mpya ambayo unafukuzia. Anaweza kawa ni nabii wako, ndio atakayetamka jambo kuhusiana na hatua mpya ambayo unatupaswa kuielekea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila unachokihitaji ili kuingia kwenye hatua yako inayofuatia iko katika uwezo wa mikono yako. Unachohitaji ni kunyenyekea kwa Mungu na mifumo aliyoizungushia kwenye maisha yako. Amekupa nabii, amekupa mtumishi kwenye mazingira yako, kwenye familia yako, ambaye huwa anamsemesha vitu kwa ajili yako. Kaa, tulia hapo, tumika hapo, msaidie, fanya vitu vya kubariki moyo wa Mungu kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Ili inapofika wakati Mungu atengeneze mazingira ya kukuunganisha na hatua yako inayofuatia. Mungu ameweka utaratibu wa kuendesha mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Ameweka utaratibu wa kuendesha mambo. Na utaratibu mmoja wapo ni kutumia mifumo au kwenda kwa utaratibu kwenye mambo ya uongozi. Petro wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 6 nasema, nyenyekeeni chini ya Bwana ili awakweze kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vile vile tunaona kwa habari ya Daudi, ilimlazimu Daudi kutulia, kuwa kijana mtulivu na msikivu kwa baba yake mzazi. Ndio aliyefungua mlango ya yeye kuja kwenda eneo la vita. Lakini sio tu hivyo,
unyenyekevu wake na ujasiri wake mbele ya Sauli na kujitoa ndiko kilichofungua mlango akapewa nafasi ya kwenda kuipigana ile vita, na ndio ikawa hatua yake inayofuatia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unyenyekevu katika mifumo ya kiuongozi ambayo Mungu ametuzungushia inabebaga ufunguo kwa ajili ya hatua zetu zinazofuatia. Kwanza ni kwa Mungu, pili kwa mifumo ambayo Mungu amekuzungushia. Amekupa mchungaji, amekupa askofu, amekupa baba wa kiroho, amekupa mama wa kiroho, amekupa mtumishi fulani ambaye moyo wako bado umetulia mahali hapo, basi tulia hapo na muaminie Mungu kwa ajili ya kufungua hatua zinazofuatia kupitia mifumo yake. Waamini Mungu upate kuthibitika. Waamini manabii wake upate kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ziko baraka, ziko hatua ambazo Mungu amezifungamanisha na watu fulani ambao watawasogeza kwenye maisha yako, hasa watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hasa watumishi wa Mungu. Kwa hiyo unachokihitaji ili kuingia hatua yako inayofuatia tayari kiko katika uweza wa mikono yako. Jambo la 8 na jambo la mwisho kabla tujiingia kwenye maombi. Vita ya hatua mpya ni vita dhidi ya maadui wenye nguvu zaidi, wenye rasilimali zaidi, wenye uzoefu zaidi, wenye fedha zaidi, na wenye kila kitu katika hali ya nje cha kukuzidi. Tunashinda kwa msaada wa Mungu. Vita ya hatua mpya huhusisha maadui au upinzani wenye nguvu zaidi, wenye rasilimali zaidi, wenye uzoefu zaidi. Tunashinda kwa msaada wa Mungu. Sije ukasahau mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hatushindi hizi vita kwa sababu ni mabingwa sana wa kupigana, tunafahamu sana vita za roho. Hatushindi upinzani kwa sababu hiyo. Tunashinda kwa sababu Mungu anatusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona kwa habari ya Daudi, alimshinda Goliati kwa jina la Bwana wa majeshi. Goliati alijichanganya kwa kutukana Mungu wa Daudi, Mungu wa Israeli. Ndipo kitu kilichomuingiza kwenye udhaifu. Sio kwamba kweli Daudi alikuwa na nguvu ya kushindana moja tu moja na Goliati. Na ndivyo ilivyo kwenye vita mbalimbali zinazozunguka maisha yetu. Vita yako ya kupata wewe uzao, wako wabado waliojiwekeza kuhakikisha usipate uzao. Wametoa kafara za gharama kubwa. Wametoa kafara za vitu vikubwa kuliko uwezo wa maombi yako. Utawashinda kwa unyenyekevu wako kwa Mungu. Utawashinda kwa msaada, kusaidiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu ambao wananufaika na uchumi wako, ambao wana nguvu, ambao wana fedha, ambao wana muda wa kuhakikisha huinuki hapo kwa kutumia njia mbalimbali za giza na huenda njia nyingine za kimwili. Hautawashinda kwa sababu unaomba sana na kufunga sana. Utawashinda kwa sababu Mungu anakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndicho ambacho tutakwenda kumsihi Mungu. Mungu aende akatusaidie. Kama Mungu amekupa nafasi ya kusikiliza somo hili, na sio tu kusikiliza ukaenda mpaka mwisho hapa tunapoelekea, uwe na hakika Mungu amekusudia kukusaidia. Na unakwenda kushinda na kuvuka vita yako kwa sababu umenyenyekea mbele za Mungu wako. Huenda wengine walipigana vita hii miaka 10. Huenda wengine walipigana na changamoto hiyo unayopigana nayo wewe na wakaiacha, wakazaa watoto, wakaendelea kukutana na changamoto hiyo na bado hawajafanikiwa. Kila anayezaliwa kwenye hiyo familia anakutana na changamoto hizo. Wengine mpaka wanaokoka lakini bado wanashindwa kuvuka. Nataka nikuhakikishie mtumishi wa Mungu, kwa kuwa Mungu amekupa kulisikia neno lake. Neno la Mungu hutumwa ili kuokoa, kuponya na kutoa watu kwenye maangamizo yao. Nataka nikuhakikishia kwamba kwa neno la Bwana, haijalishi wamepita wangapi wakaanguka. Maneno ya Mungu yanasema wanaanguka maelfu kulia, maelfu kushoto, lakini mabaya hayatakupata wewe. Mungu huyu aliyekupa kulisikia neno lake ni roho na ni uzima. Uzima wa Mungu umeingia kwenye maisha yako. Roho wa Mungu ameshuka kwenye maisha yako kwa ajili ya kukusaidia.
Haijalishi umetembea kwa muda gani, uweza wa Roho Mtakatifu unakwenda kukusaidia. Nguvu ya Mungu inaingia ndani yako, na safari hii utakwenda kupigana. Sio tu kupigana, utapigana na utashinda. Hakuna Goliati atakayesimama mbele yako tena. Mungu huyu aliyemfanikisha Daudi akamshinda Goliati kwa kutumia tu jiwe na kombeo. Uwe na hakika Mungu huyu atakupa ushindi kwa kutumia maombi yako. Mungu huyu atakupa ushindi kwa kutumia maombi yako ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Nataka twende tukamwombe Mungu. Nataka twende tukamwombe Mungu, mtumishi wa Mungu. Ombi la kwanza, unakataa hofu. Moja ya silaha ambayo shetani anaitumia ni kukuingizia hofu. Unajua kabisa nataka nisonge hatua inayofuatia, lakini naogopa, sijui hatua inayofuatia itakuwaje. Sijui kuanzisha biashara itakuwaje. Sijui kwenda kufanya interview kwenye eneo la kampuni binafsi zikoje. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza unakataa hofu. Naingia kwenye maombi hapa, dakika 2, kataa hofu. Sema: Baba Mtakatifu, katika jina la Yesu, ninakataa hofu. Asante kwa maneno yako ya ushindi, maana umefunua njia za adui na umefunua njia zako, ye Mungu. Ninakataa hofu. Ninakataa kuonewa. Ninakataa kuwekwa chini, katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba, kataa tu hofu. Kataa hofu. Mwambie Mungu, mimi nakataa hofu. Nakataa kuogopa. Niko tayari kusonga mbele. Lekete prakataya. Le brashekete keteka. Mantala katalabaya. Le prekete elemente lekati. Yekete keteka. Makatalabahanta. Mantele kete elementa. Le prekete elementa. Yekete ketekaya. Mantele keta. Yekete keteka. Manta la kete elementa. Yekete keteka. Le prekete elementa. Yekete ketekai. Mantele kete elementa. Repe kete ketekai. Mantele kete elementa. Le prekete keteka. Mantele keta. Mantele kete elementa. Yekete kete ketekea. Le prekete elementa. Mantele ketekea. Kale brakete. Kataa hofu, mtumishi wa Mungu, kataa hofu. Le prakete elementa. Le prekete elementa. Hofu haina nafasi kwako, kataa hofu. Le prakete elementa. Le prekete elementa, katika jina la Yesu Kristo. Ombi letu la pili, nataka ufute kila maneno yaliyotamkwa dhidi yako. Kila maneno yaliyotamkwa dhidi yako. Tumeona Goliati aliweza kutamka maneno yake. Alikuwa anatamka vitisho na akasimamisha jeshi zima kwa siku 40. Walikuwa hawana cha kufanya. Huenda mkwamo ulio nao, huenda machelewesho ulio nayo, kwa sababu ya maneno ambayo yametamkwa kwenye madhabahu za adui, kwenye madhabahu za giza. Sasa nataka ufute hayo maneno. Mwambie Bwana, ninafuta kila maneno niliyotamkiwa, kila maneno ya kuzuia hatua zangu, kila maneno ya kunikwamisha hapa nilipo, kila maneno ya kuzuia kesho yangu, kila maneno ya kuzuia hii hatua yangu inayofuatia. Ninayafuta kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana. Le prakatakataka. Emprekete elementa. Yekete ketekea. Le prekete ketekai. Mantele kete elementa. Yekete keteketeka. Le prekete elementa. Yekete ketekaya. La pakete ketekai. Le prekete elementa. Yekete keteketekai. Mantele kete elementa. Yekete ketekai. Le prekete elementa. Yekete keteketekai. Mantele kete elementa. Yekete keteketekai. Futa hayo maneno, mtumishi wa Mungu. Futa hayo maneno. Le prekete ketekai. Wengine umejinenea mwenyewe, umejikatisha tamaa, umejilinganisha, ukaona hutoshi. Futa hayo maneno. Futa hayo maneno. Maandiko yanasema unafungwa kwa maneno ya kinywa chako. Futa kila maneno uliyojitamkia ya kujikatisha tamaa, ya kukuzuia. Kata la bahanta. Yekete ketekea. Mantele keta. Yekete keteketekai. Le prekete elementa. Ye kata la bahanta.
mantelekete elementa, mantelekete elementa, repepeketeka, la prekete elementa, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Ombi la tatu, kabla sijaingia kukuombea, ombi la tatu. Mwambie Mungu akufunulie na kukutengenezea mahali pa kupita. Mungu akufungulie na kukutengenezea mahali pa kupita. Mungu huyu huyu aliyemtengenezea mazingira Daudi akaingia kwenye hatua inayofuatia, mwanajeshi baadaye ni mfalme. Mungu huyu huyu akutengenezee na wewe mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu wa nyumba ya mwisho ni mkuu kuliko ule wa kwanza. Na maandiko haya yameandikwa kwa ajili ya sisi kujifunza ili tupate tumaini. Ndivyo Biblia inavyosema. Kwa hiyo mwambie Mungu, nitengenezee, naomba unifunulie pa kupita na nitengenezee mahali pa kukanyaga. Mungu akutengenezee njia ya kuingia hatua inayofuatia. Inawezekana hapo ofisini kwako unaona kabisa hapandishagi mtu cheo hapa. Unaanza na mshahara huo, unastaafu kama utakaa mpaka kustaafu na mshahara huo. Mungu ana uwezo kutengeneza mazingira. Ni Mungu ambaye anatengeneza njia katikati ya bahari. Ni Mungu wa yasiyowezekana. Namwambia Mungu akutengenezee njia na kuonyeshe pa kupita. Nenda mbele za Bwana. Mungu aliye hai, wamesogea mbele yako Bwana. Mungu tengeneza njia, ufanyie njia pasipo na njia. Tengeneza njia katikati ya bahari. Baba, tengeneza kwa ajili ya watu wako. Kale brakete keteka, mantala kete elementa, yekete ketekai, lepre kete elementa, papa sekete keteka, mantala kete elementa, yekete kete ketekai, lepre kete elementa, yekete ketekai, mantele kete boya, lepre kete elementa, yekete kete ketekai, manteleketa. Mwambie Mungu akutengenezee njia. Endelea kumwambia Mungu. Leprekete elementa, mankrebo shetekea, mantelekete elementa, yekete kete ketekai, leprekete elementa, leprekete elementa, leprakete ketekai, leprakete elementa laketa, yekete kete ketekai, leprakete elementa, kale brakete elementa, mantala kete elementa, yekete kete ketekai, leprekete elementa, leprekete elementa, yekete kete ketekai, leprakete elementa, yekete kete ketekai, rapaskata mahanta, yekete kete ketekai, mantele kete elementa, yekete ketekai, katika jina la Yesu Kristo. Wacha nikuombee mtumishi wa Mungu. Wacha nikuombee kidogo na wewe. Naweza kunyanyua mikono yako hapo juu. Hapo ulipo nyanyua tu mikono juu, niseme machache kwa ajili yako. Kwa habari ya vita ya ndani ambayo inafungua hatua yako inayofuatia. Jehova, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima. Asante kwa ajili ya watu wako, asante kwa ajili ya watakatifu wako. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu, toa nguvu kwa wanaozimia. Shiria nguvu yako iende sasa kwa ajili ya watu wako hawa. Shiria nguvu yako iende kwa ajili ya mama huyu. Shiria nguvu yako iende kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya kaka huyu. Kwa jina la Yesu Kristo. Vita yote anayopitia aone nguvu, aone kushinda, aone kuvuka. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa jina la Yesu Kristo. Roho wa hofu, roho wa hofu, kukata tamaa, una mamlaka tena. Achia mama huyu, achia familia hii, achia familia hii, achia ndoa hii, achia ndoa hii. Roho yoyote ya malinganisho, kujilinganisha na kujikatisha tamaa, ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa. Roho wa kiburi, roho wa kiburi aliyekaa kumfarakanisha na mamlaka na kumzuilia hatua zinazofuatia, achia sasa, achia sasa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Tangaza njia yake imefunguka sasa. Tangaza njia yake imefunguka sasa. Hatua mpya imefunguka kwa jina la Yesu. Goliati wake ameanguka. Goliati wake ameanguka. Goliati wake ameanguka. Pokea nguvu ya ushindi. Pokea nguvu ya ushindi. Pokea nguvu ya ushindi. Pokea nguvu ya kumngojea Bwana. Pokea nguvu ya kumngojea Bwana. Pokea nguvu ya kumngojea Bwana.
Pokea nguvu ya kusamehe. Pokea nguvu ya kusamehe. Pokea nguvu ya kusamehe. Pokea nguvu ya kusamehe upate kuvuka. Pokea nguvu ya kusamehe kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye hujampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako na uko tayari kufanya hivyo, au ulishafanya hivyo lakini unatamani utengeneze upya na Mungu, basi utanifuatisha sala hii tunapokwenda kumalizia. Sema: Bwana Yesu, nimesikia neno lako, ninasogea mbele zako, ninamkataa shetani na kazi zake zote na mamlaka yake yote. Ninajitoa kuwa wa kwako. Bwana Yesu, uingie ndani yangu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ukaongoze hatua zangu na maisha yangu kuanzia leo, katika jina la Yesu. Amin. Amina sana. Hongera wewe ambaye umekiri sala hii ya mwisho. Hongera kwa kuokoka. Yesu sasa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Endelea kuzingatia mafundisho, endelea kufuatilia mafundisho kwa njia mbalimbali zile Mungu atakusaidia. Na kama una wasiwasi, una maswali zaidi, wasiliana nasi kupitia hii channel na tutakuwa tayari kabisa kukupokea na kukupa mwongozo ambao utayasaidia maisha yako. Mungu akubariki sana. Tuonane tena kipindi kijacho. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii ya Pastor Godwin Monyo kwa ajili ya mafundisho zaidi na taarifa kwa wakati. Barikiwe sana. Amen.